Na walimu wametakiwa kutumia njia mbadala za kuwarekebisha wanafunzi badala ya kutumia adhabu ya viboko. Msaidizi wake Rais William Ruto, Farouk Kibet, amekashifu kisa ambapo mwanafunzi mmoja anadaiwa kupoteza maisha baada ya kuadhibiwa na mwalimu, akitaka mamlaka kuchukua hatua kali dhidi ya mhalifu huyo. Akizungumza wakati wa hafla ya kielimu huko Tarbo, Farouk pia ametoa wito kwa Wizara ya Elimu na wahisani kuwekeza katika miundombinu ya shule, akibainisha kwamba mazingira bora ya kujifunza ni muhimu kwa mafanikio na ustawi wa wanafunzi. Wewe kama mwalimu uko Kisii, tumepata habari kwamba mwalimu anachapa mtoto mpaka akaaga dunia. Je, mtoto wa rika hii wewe unachapa aje kama mwalimu? Sisi tunataka muwe professionals kwa mambo ya elimu. Na ukitaka kujua kwamba kuna walimu wengine ni professional, wengine wanatumia mamlaka yao vibaya, mambo ya kupiga watoto shule, lazima serikali ichukulie hatua. Yule mwalimu alihusika kwa kuangamiza maisha ya mtoto kupitia fimbo. Watoto hawa unachapa na fimbo namna gani? Hawa watoto ambaye wako hapa wanafaa kuzungumziwa, lakini tumeambiwa kuna tabia ya kupiga watoto kiolela. So mimi naomba mwalimu kuwa hapa, kitendo kama hiyo, walimu tafadhali tuwashughulikie watoto hawa kupitia njia ambaye ni ya kuatibu kupitia mawaidha, sio fimbo. So tunawaambia wao wakome. Watoto ni mahali wanafaa kwenda kuchukua elimu, sio kuchukua kifo. Kama watoto wanawawa kwa njia hiyo kupitia fimbo, sisi tunakemea hiyo. Na sababu nimesema nikiwa hapa, mimi natoa tu mwito kwamba watoto wote ni sawa, watoto wafunzwe nyumbani na watoto wafunzwe kwa shule bila kuatibiwa na rungu ama fimbo. Yule mwalimu alifanya hiyo akamatwe mara moja na sheria iweze kuchukua mkondo yake. Nyinyi wasasi hapa kwa saje mnaunga walimu wachape watoto na kuchapa na rungu kabisa mpaka mnaunga hiyo? Hata walimu hapa hawaungi hiyo. Ama nyinyi walimu mnaunga pia? Madam mnaunga? Mimi naona mnaunga kuchapa watoto kiwango hiyo. Discipline lazima kwa shule, lakini si lazima kupitia rungu kuangamiza watoto.